Nataka kusema asante. Amjambo, habari zenu ndugu zangu wa Kenya, wa Tanzania, Uganda na kila maeneo ambao mnasikia Kiswahili. Nimekuja tena nifundishe masomo ya kusaidia kufungua mambo katika maisha ya watu. Sasa leo tunatumia mdalasini wa unga, lakini mdalasini huu wa unga ningependa nikushauri uchukue ile ya vijiti, uponde mwenyewe, upige usiage, utengeneze unga. Kwa sababu nasema vile kwa sababu mara nyingi hugeuzwa, watu huweka vitu vingine ndani, uchanganya, alafu wanakuambia ni mdalasini. Sasa hii ndio moja wapo ya sababu inafanya niseme ni vizuri kutumia mdalasini uliopondwa mwenyewe, manake ninatakikana mdalasini wenyewe wa unga. Sasa utachukua mdalasini wa unga, alafu ukiwa ndani ya nyumba yako unachukua na mkono wa kulia, alafu unaweka kwa mkono wa kushoto vile nimeweka hivi. So unachukua na mkono wa kulia unaweka kwa kiganja, sijui kinaitwa kiganja ama nini, the palm, unaweka kwa mkono wa kushoto, alafu unafungua mlango. Unafanya hayo ukiwa ndani ya nyumba yako. Sasa utafungua mlango, utatoka nje, alafu utafunga mlango. Hapo hapo kwa mlango wako ukiwa umefunga, sasa utageukia mlango wako, angalie, na iwapo Mungu atakuwa amekusaidia, pengine umekutana pilipili hii ya algeta. Kama ni mwanamume unatumia mbegu 7, kama ni mwanamke ni mbegu 4. Unaweka kwa kinywa, unachiu, unatafuna, usimeze. Sasa utaanza kufungua milango. Mambo ambayo yamesindikana mwezi wa Januari na wa pili, huu mwezi wa 3 ninakataa, hayatasindikana. Hii video ni vizuri kuifanya siku ya Jumatano, yani Monday, Tuesday, Wednesday, Jumatano. Unaweza ifanya mchana ama usiku, lakini Jumatano hii ndio nafundisha unaweza ifanya, ila ni video ambayo unaweza kuifanya kila Jumatano ya kwanza ya mwezi. Unaweza fanya hii video. Sasa unazungumzia mambo ambayo umetaka yafunguliwe, milango ambayo imekataa kufunguka mwezi wa Januari wa pili. Sasa huu mwezi wa 3 unaifungua hiyo milango kwa kutumia recipe hii. Baba, katika jina la Yesu ninafungua mlango huu, mlango ule, mlango huu. Mambo ambayo yalikwama mwezi ule, nilitarajia ili na lile, lakini halikutendeka. Sasa mwezi huu ninalikubali, ninalipokea na ninaliachilia liweze kufanya kazi katika mwezi huu. Hivi ndivyo utakavyofanya, unafungua mlango huo. Ukishamaliza, tema ile algeta pepe, ile pilipili katika mdalasini wa unga ambao umebeba hapa kwa mkono. Mara 3 wewe watema hapo. Unajua kile utafanya sasa, utapuliza, utafungua mlango wa nyumba yako uwe wazi, alafu unapuliza ndani. Makisha umepuliza kama mara 7 hivi, ili hiyo yote iishe kwa mkono. Puliza yote ikiingia ndani. Sasa utaiacha hivyo ikae hapo, usiifagie mpaka siku yake, kesho yake, siku masaa 24 ikiisha. Sasa hapo ndio utafagia, utatoa nje. Hilo jambo litakusaidia. Hii ni recipe ambayo itakusaidia, malango yako yatakuwa wazi. Wengi wanasema hii ni uchawi. Kuna kitu ambao nataka mtofautishe. Wengi mnaropoka maneno kwa sababu hamjui. Uchawi iko tofauti na nature. Asili iko tofauti na uchawi. Waweza kufanya mambo ya asili yasiyo na nguvu yoyote ya kiuchawi, na waweza kufanya mambo ya asili yanayotumia uchawi. Sasa mimi nakufundisha mambo ya asili yanayotumia nguvu za Mungu. Kwa nini nguvu za Mungu? Uombe maombi chini ya mamlaka ya jina la Yesu. Kama ni Mkristo, Muislamu, omba na imani yako ya Muhammad. Muhindi, omba na imani yako, yani vile wewe unavyotaka. Lakini mdalasini ni mzuri, unaopuliza, alafu utaacha. Baada ya masaa 24 utachota, utakusanya, utaenda kutamwaga. Ili ni jambo litakusaidia sana. Utaona mageuzo katika mwezi huu wa 3, na kuombea mema na kuombea mageuzo mazuri. Wale ambao mnaenda kupractice hii video,
ikusaidie kuona mabadiliko katika mwezi huo wa 3 tunaoingia. Ni mambo ambayo yana nguvu sana. Fungua malango yako ukitumia unga wa mdalasini. Si Mungu wa uzima kubariki. Tuonane kwa video itakayokuja. Bye bye.